Bwana, klabu ya Mashujaa imeahidiwa shilingi milioni 100 kama watafanikiwa kuwafunga Simba kwenye mchezo wa kesho wa ligi kuu ya soka Tanzania bara kwenye uwanja wa KMC Complex. Na Mashujaa ni miongoni mwa timu ambazo hazipo kwenye wakati mzuri by the way kwenye ligi kuu kwa maana ya nafasi ya kwenye msimamo. Hapo kwenye nafasi nzuri na wameahidiwa milioni 100 kutokana na nafasi waliopo. Mashujaa anashika nafasi ya 10 wakiwa na points 30. Manake ikitokea hawajafanya vizuri kwenye michezo inayokuja mbele, kuna uwezekano mkubwa wakapata nafasi ya kwenda kucheza playoff, kitu ambacho timu nyingi huwa hazipendi kucheza playoff, na tunajua ugumu wa kucheza playoff mara nyingi umekuwa ni changamoto kwa timu nyingi. Yaani ni hatua ambayo ni ngumu sana by the way. Sasa wameahidiwa kupewa shilingi milioni 100 na hizo milioni 100 watazipata endapo tu watawafunga Simba kwenye mchezo wa kesho. Na mchezo wa kesho ni mchezo wa kiporo. Kumbuke Simba wana michezo 4 ya kiporo ambao wanaicheza ndani ya siku 10. Yaani watacheza kesho tarehe 2, watacheza tena tarehe 5, watacheza tena tarehe 8, watacheza tena tarehe 11. Kwa hiyo ni siku ambazo kidogo zimebanana, lakini ukiangalia kwa performance ya Simba, of course possibility ya wao kushinda ni kubwa, kwa maana kuwafunga Mashujaa ni kubwa, lakini hii ahadi ya milioni 100 ndio ambayo inaweza kwenda kuwachanganya Simba, kwa sababu ukicheza na timu kama hii ambayo imeahidiwa kupewa milioni 100, maana yake morale ya wachezaji inakuwa ni kubwa sana. Ina maana hata kama wachezaji wa Mashujaa walikuwa wana uwezo wa kucheza tu kawaida, lakini hiyo pesa itawa emphasize wao au itawafanya waweze kucheza bora zaidi, waweze kupata matokeo ushindi, kwa sababu naamini kwamba milioni 100 ni pesa nyingi. Kwa wachezaji wa timu kama Mashujaa ni pesa nyingi sana, kiasi kwamba hata wakija kugawana kwa hiyo milioni 100 kugawana kwa wachezaji 22 pamoja na bench ya ufundi, tuseme labda kwa watu labda 40 tuseme, bado ni pesa ambayo mtu anapata pesa nzuri. Sasa hiyo pesa sidhani kama kuna mchezaji wa Mashujaa ambaye anaweza kuweka kando. Na nikukumbushe msimu wa mwaka juzi Tanzania Prison waliokuahidiwa pesa nyingi kama hii milioni 100 wakicheza dhidi ya Simba, wakati ule Tanzania Prison wanadhaminiwa na Silent Ocean. Na Silent Ocean ni kampuni ambayo inamilikiwa na Sala, ambaye Sala ni mdogo wake na Jesse. Ile mechi ilichezwa Morogoro pale, kama unakumbuka, Simba alifungwa pale Morogoro, magoli ya Samson Mbangula na yes, kama mnakumbuka, alitisha sana. Alifanya vizuri sana kwenye ile mchezo na Simba walipoteza baada ya kuahidiwa zile milioni 100. Na sasa hivi hawa Mashujaa ambao wanaenda kucheza na Simba, miongoni mwa wadhamini wao wakuu ni pamoja na GSM kupitia kinywaji chake cha G-Boost. Hata ukiangalia kwenye jezi zao unakiona pale, ni manake wadhamini wakubwa pia wa Mashujaa ni GSM, ambaye pia mdogo wake ndo alidhamini Tanzania Prison kipindi kile mpaka Prison akawafunga Simba mabao 2, mabao ya Samson Mbangula. Manake kuna uwezekano mkubwa pia hata kwenye mchezo huu wa leo wa kesho kikatokea cha kwenda kutokea, kwa sababu milioni 100 ni pesa nyingi sana kwa wachezaji. Automatically inaenda kuibua morali kwa wachezaji wa Mashujaa, kitu ambacho kinaweza kwenda kupelekea mechi ikawa ngumu zaidi. Na Simba sasa hivi kwenye pressure kubwa, kwa sababu kwanza wako nafasi ya 2 kwenye msimamo, lakini pia pili ni kwamba Yanga anaongoza ligi kwa tofauti ya alama nyingi. Yanga ana alama 70. Kwa kuna tofauti kama ya alama 13 kutoka na alipo Yanga na alipo Simba. Alama 13 ni nyingi kwa sababu Simba ana viporo 4. Maana yake Simba akishinda viporo vyake 4 atakuwa na alama 69. Akifia alama 69 maana yake na Yanga ambaye ana 70 tofauti na baki ni ile alama 1. Kitu ambacho ni kigumu. Yaani unajua alama 12 kuzitaja ni rahisi, lakini kuzitafuta uwanjani hapo ndo kuna ugumu, kwa sababu inabidi ufanye kazi kubwa sana ya ziada. Yaani upambane kuhakikisha kwamba unafanya vizuri. Sio kitu kirahisi. Na ukiangalia ndani huo mwezi ambao tunazungumza, ambao Simba anataka kucheza hizo mechi 4 ndani ya mwezi, ndani ya siku 12, ndani ya siku 10, hapo ndani ya mwezi huu pia ana mechi ya finali ya CAF Confederation. Manake hiyo inawafanya wao wanapokuja kucheza hizi mechi zote wacheze kwa tahadhari. Maana itabidi wafanye rotation kubwa sana ya wachezaji, wafanye mabadiliko makubwa ya wachezaji kwa maana ya kupumzisha baadhi ya wachezaji. Sasa hiyo rotation ya wachezaji ndio ambayo inaweza kwenda kuwanufaisha Mashujaa, ndio hiyo pia ambayo inaweza kwenda kuwanufaisha na timu zingine zote ambazo zitacheza na Simba ndani ya mwezi, ambazo ni Pamba Jiji, KMC pamoja na JKT Tanzania. Kwa hiyo wanaamini kabisa kwamba rotation ambayo Simba wataifanya inaweza kuathiri kwa namna moja ama nyingine na kuwafanya wao waanze kustruggle, kitu ambacho kinaweza kuwapa uwepesi wao kwenda kupata matokeo ambayo ni mazuri au kuwasimamisha Simba kwa namna yote. Kwa sababu ukiangalia kwa Mashujaa wao hata wakipata sare dhidi ya Simba kwao ni faida,
Lakini pia kushinda mabao matatu, kushinda dhidi ya Simba ni kitu ambacho kinawezekana kwa sababu ni mpira wa miguu. Yaani wewe pesa ni kitu kingine kabisa. Ukiangalia kwenye kikosi cha Mashujaa kuna watu kama kina Daniel Yanga yupo. Kuna mtu kama Ibrahim Ame, mmoja ya center back bora sana na alikuwa center back wa zamani wa klabu ya Simba. Lakini ukiachilia mbali hivyo kuna wachezaji wengi wazuri kwenye maeneo tofauti ambao wana uwezo wa kwenda kuwa challenge Simba kwa namna moja ama nyingine. So naamini kwamba kwa ratiba ya Simba jinsi ilivyo ngumu na namna ambavyo kikosi cha Tabora cha Mashujaa ninavyokifahamu kilivyo na wachezaji wazuri, bado kuwafunga Simba ni kitu ambacho kinawezekana. Ni wao wenyewe kufanyia kazi au kutendea haki hiyo pesa ambayo wanaipewa, kwa sababu ni pesa nyingi. Yani milioni 100 ni pesa nyingi sana, ambayo kama wachezaji wataamua kujitoa vizuri na wakaamua kupambana, wana uwezo wa kupata. Kwa hiyo Simba mjiandae tu, kwa sababu mwisho wa siku watu wananunua mechi zenu kiaina. Yani hizi ndio mechi zinanunuliwa kiaina nyingine. Yani wachezaji wa timu pinzani wanajazwa mamilioni ya pesa, alafu nyie wengine mnakuja kupata shida huko chini. Kwa hiyo lazima mpambane na hiyo hali. Lakini naamini kwamba kwa ukomavu wachezaji wa Simba, experience walionayo, ubora walionao, unaweza ukawabeba kwa namna moja ama nyingine na wakaenda kufanikiwa kupata matokeo mazuri. Pengine inawezekana. Tusubiri tuone.